Ikiwa leo ni Septemba 30 ya mwaka wa 2025, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo tunaenda kufikia tamati ya mwezi wa Septemba, tulipojifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama mponyaji wa mwili na roho. Kabla hatujalianza somo leo tuzuri siku ya leo, ni kualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu katia mahali pasiri juu mbinguni, watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tena. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Asante kwa sababu umekuwa ukijibu tunapoomba. Asante kwa ajili ya mwezi huu mzima ambao umetupatia afya njema, umetupatia pumzi ya uhai, na kwa namna ya pekee sana umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Leo tumekuja kusema asante. Nasi tunaomba upokee maombi yetu ya sifa, upokee maombi yetu ya shukrani, na jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Amina. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema mkweli, mwaminifu, mnyofu. Imejengeka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 2 aya 10, ambapo neno la Mungu linasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Jicho la Mungu lisilofichwa kitu hutambua dosari za wote na hisia kali za kila mtu zitawalazo, lakini bado anavumilia makosa yetu na kutuhurumia udhaifu wetu. Anawasihi watu wake kuhifadhi roho ya upendo na uvumilivu. Wakristo wa kweli hawatafurahia kufichua dosari na mapungufu ya wengine. Watafikiria juu ya kile tu kivutiacho na kupendeza. Kwa Mkristo, kila tendo la kutafuta makosa, kila neno la lawama au la shutuma ni chungu. Ikiwa wote wanaokiri kuwa Wakristo wangetumia uwezo wao wa uchunguzi ili kuona maovu yanayohitajika kurekebishwa ndani yao wenyewe, badala ya kuongelea makosa ya wengine, kungekuwa na hali nzuri zaidi katika kanisa leo. Wengine watakuwa waaminifu wakati mambo yakiwa mazuri, lakini sera inapokuwa kali, uaminifu husauliwa. Uaminifu na sera haviwezi kupatana na mtu huyo. Baada ya muda ama sera itaondolewa na ukweli na uaminifu kutawala, au ikiwa sera itathaminiwa, uaminifu utasahauliwa. Kamwe havikubaliani, havina uhusiano kabisa. Mmoja ni nabii wa Baali, mwingine ni nabii wa Mungu wa kweli. Wakati Bwana anakusanya vito vyake vya thamani, wa kweli, waaminifu na wanyofu wataangaliwa kwa furaha. Malaika wamepewa kazi ya kuandaa taji kwa ajili yao, na juu yao taji zilizopambwa kwa nyota zitaakisi utukufu wa nuru ing'aayo kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mungu anawajaribu na kuwathibitisha watu wake. Unaweza kuwa mkali na mkosoaji tu kwa tabia yako yenye kasoro upendavyo, bali uwe mwema, mwenye huruma na mwenye adabu kwa wengine. Jiulize kila siku, je, mimi ni mwaminifu au ni mdanganyifu? Msihi Bwana akuokoe na udanganyifu wote juu ya jambo hili kwa ajili ya maslahi ya milele. Wakati wengi sana wanatamani cheo, mapato ya uchoyo, je, ninyi ndugu zangu wapenzi, mnatafuta kwa hamu uhakikisho wa upendo wa Mungu na kulia, ni nani atakayenionyesha jinsi ya kufanya wito wangu na uteule wangu kuwa hakika? Kwa umakini Shetani anajifunza namna mwanadamu anavyotenda dhambi, na kisha huanza kazi yake ya kushawishi na kuwakamata kwa ujanja. Tuko katika majaribu magumu, lakini kuna ushindi kwa ajili yetu ikiwa tunapambana kishujaa katika mapambano ya Bwana. Wote tuko hatarini, lakini kama ukitembea kwa unyenyekevu na kwa maombi,
utatoka katika mchakato wa uthibitisho ukiwa wa thamani zaidi kuliko dhahabu safi, hata kuliko kabari ya dhahabu ya Ofiri. Ikiwa hutojali wala kuomba, utakuwa kama shaba iliyo na upatu uvumao. Wengi wamekaribia kupotea katika njia ya mashaka. Hao ninawaambia, ondoeni mawazo yenu mbali na njia hiyo, muyaelekeze kwa Mungu. Kadiri imani na utakatifu unavyokuunganisha kwa ukaribu zaidi na yule wa milele, ndivyo haki ya matendo yake inavyoonekana wazi na angavu zaidi kwako. Fanya uzima wa milele kuwa kusudi la utafiti wako. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 95 hadi 98. Leo ni Septemba 30, mada ikisema mkweli, mwaminifu, mnyofu. Ikiwa Bwana atatupatia nafasi, katika mwezi wa Oktoba tutaenda kujifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Na Oktoba 1 tutaanza na mada isemayo kichwa cha kanisa. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya kesha la asubuhi. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo na mwezi huu wa Septemba. Mungu atubariki sote. Kama mbingu ingekuwa rushwa, je, ingekuwaje? Hivi kweli ingekuwa hivyo, wangapi wangeenda? Hivi kweli ingekuwa hivyo, hivi kweli ingekuwaje? Kama mbingu ingekuwa rushwa, je, ingekuwaje? Hivi kweli ingekuwa hivyo, wangapi wangeenda? Hivi kweli ingekuwa hivyo, hivi kweli ingekuwaje? Huenda wengi wangeenda kwa kuhonga pesa, pengine wengi tusingeenda kwa kukosa pesa. Huenda wengi wangeenda kwa kuhonga pesa, pengine wengi tusingeenda kwa kukosa pesa. Bwana wa mabwana hapokei rushwa. 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 Ingelikuwa hivyo, matajiri wangelihonga. Ingelikuwa hivyo, wenye uwezo tu wangeenda. Ingelikuwa hivyo, masikini tungelifanya nini? Ingelikuwa hivyo, matajiri wangelihonga. Ingelikuwa hivyo, wenye uwezo tu wangeenda. Ingelikuwa hivyo, masikini tungelifanya nini? Bwana wa mabwana hapokei rushwa. 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 Amri 10 ukizishika zitakufikisha Matendo mema. Moyo safi ni tiketi yako. Amri
Amri 10 ukizishika zitakufikisha. Matendo mema, moyo safi ni tiketi yako. Bwana wa mabwana hapokei rushwa. 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 Bwana wa mabwana